Nianze kwa kuipongeza bodi ya TAMCU, lakini kupitia kampuni tanzu ya TAMCU kwa hatua hii kubwa ya kununua magari haya matano. Vyama hivi viko vingi sana, lakini ni vichache vyenye mawazo kama haya. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwapongeza sana mwenyekiti na timu yako. Huu ni mwanzo wa TAMCU kuanza kufanya biashara ya usafirishaji. Mlianzisha ile kampuni kwa lengo la kufanya biashara, si ndio? Kwamba inafanya kazi ya kuzalisha kwamba ni chanzo cha mapato, na tayari kuna kazi ambazo mmeshaanza kuzifanya kwenye mbolea, kwenye mbegu, viuatilifu na pembejeo nyingine za kilimo. Lakini kwenye magari niseme tu, hii ni hatua kubwa. Ni matumaini yangu kwamba ndani ya miaka mitatu ijayo TAMCU kupitia kampuni yake tanzu itakuwa kampuni kubwa sana ya usafirishaji kwenye ukanda wetu huu wa kusini. Ndugu zangu, magari haya nunuliwa matano, si ndio? Mawili yamefika tayari na matatu nadhani by next week yatakuwa yamefika. Nimeambiwa bado nayo yanafanyiwa matengenezo ya matela hayo na kupaka rangi na vitu vingine. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba haya magari, mwenyekiti, yatatunzwa, yatunzwe na yatumike kufanya kazi iliyokusudiwa. Haya magari yamenunuliwa kwa ajili ya kufanya biashara ya kusafirisha mizigo na zaidi mazao. Tunapata changamoto sana ya kusafirisha mazao, tunapata changamoto sana ya kusafirisha pembejeo, tunapata changamoto sana ya kusafirisha vitu vingine vinavyohusiana na kilimo. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba haya magari sasa, kwa sababu yapo kibiashara, yataisaidia TAMCU kuongeza kipato, na ni chanzo kizuri sana cha mapato endapo mtakisimamia ipasavyo. Lakini hii pia ni fursa kwa vijana wa wilaya ya Tunduru, fursa ya ajira. Haya malori sasa hivi yako matano, na maana watahitajika madereva watano na wasaidizi wao. Kwa hiyo kama ulivyosema mwanzo, ni vema vijana wa Tunduru waangaliwe kwanza katika kupata ajira katika vyombo hivi vya usafiri ambavyo vimenunuliwa na TAMCU.